Ondokana na huyu mgaragaja anavyotuchonganisha na serikali. Kwanza mfumo huu ukiletwa ukasimamiwa vizuri na serikali, huyu mgaragaja tumweke pembeni, sababu huwa anakuja kujichukulia hela nyingi kuliko mkulima anayevumilia siku 100 akiwa anashughulikia hayo mazao yake. Niombe serikali itoe elimu pia kwa vyama vya ushirika. Soko linapofanyika na ushuru mbalimbali kwa wadau kama vile vyama vya msingi unapotolewa, viufikishe kwa wakati sambamba na pesa ya mkulima. Na serikali pia iwashawishi mabenki kwa ajili ya kutoa advance kwa mkulima, sababu kuna mkulima anaweza akawa na emergency, ana mgonjwa, ana watoto wa shule na mambo mengine mbalimbali. Hivyo serikali pia ijaribu kuwa pushi hawa mabenki waweze kuwa wanatoa advance kwa mkulima kulingana na kilo alizokuwa nazo, asaidike kuliko kumnufaisha mgaragaja. Kwetu huku sisi tunamuita mgaragaja, maana huwa anatugaragaza. Ile sadolin anaweza kuichukua kwa shilingi 2000, lakini hiyo sado huyu mgaragaja ukiifuatilia badala ya kilo 4.5 huwa ina kilo 5. Ameiponda ponda kwa mchanga wa moto ikawa pana. Na saa nyingine hizi mizani wanazotembea nazo vijijini zinakuwa zimechakachuliwa. Naomba tu vyombo vya mamlaka au serikali waweke njia ambazo zinaweza kutusaidia kuendelea na huo mfumo wa stakabadhi za ghala, maana ni mzuri. Kwanza unatusaidia mkulima kupata haki kwa bei ambayo ni nzuri. Pia hao walanguzi wao wanatumia vipimo ambao sio. Nimeuelewa sana mfumo wa stakabadhi ghalani, maana unatunufaisha sana sisi wakulima, kwa sababu tunamuondoa huyu mgaragaja ambaye anatuumiza, kwa sababu kipimo chake kwanza hatuna imani nacho. Pia labda upande wa ushauri wa serikali, huyu mgaragaja anatumiza kwa sababu yeye anakuja na hela keshi. Tunaomba sasa kama serikali ituwezeshe tuwe na sisi na pesa ya kuwa tunanunua kwa wakulima kwa hela ya moja kwa moja, sio kwamba labda tunasubiria sana, angalau tuwe na kianzio cha kuwa tunaanzia.